Kuna shujaa mmoja miongoni mwa washiriki katika programu ya uponyaji aliuliza swali ambalo ni la umuhimu sana na linalenga watu wengi. Akawa anasema kwa nini maisha yamekuwa hivi, kwamba kama maisha yamefichwa katika stress za pesa, hujakaa vizuri, unadaiwa hiki, simu ya deni inaingia, umetoka kupokea simu ya malipo usiku marejesho, unaambiwa gesi imeisha, hujakaa vizuri, unatakiwa ulipie hapa. Lakini alienda mbali zaidi, akazungumzia pia hata na kama uko kwenye programs labda za uponyaji na nini, inabidi ulipie tena. That is another thing. Angalia, kwanza elewa hivi, katika sayari dunia kuna watu aina kubwa mbili. Tuko watu aina nyingi kwenye sayari dunia na nilishawahi kufanya hiyo video. Lakini kuna watu ambao they are real souls. Kuna watu ambao hii ni lugha ya picha, lakini inaonyesha uhalisia. Kuna watu ambao they are souls, unaweza kuziita fake. Yaani maana yake ni kwamba wana ile hali halisi ya kiubinadamu, ya kiutu, ya huruma, ya kujali. Sasa watu hawa mara nyingi ukiangalia maisha yao inakuwa ni mtelezo tu, ni mteremko, kwa sababu wao hata awe bilionea, hata awe na pesa nyingi kiasi gani, ni kuhusu yeye na kuhusu kujiongezea zaidi. Sio watu ambao mafanikio yao au uwepo wao una add value kwa binadamu mwingine, unaongeza thamani kwa binadamu mwingine na kumsaidia mtu mwingine ama watu wengine. Kwa hiyo wao wanakuwa, kwa lugha ya ukali zaidi, kama robots. They are like robotic people. Lakini kuna watu ambao they are real souls, watu ambao ni nafsi halisi zenye ule utu, huruma, kujali. Ni watu ambao anapofanikiwa mtu wa namna hiyo, mafanikio yake yanakuwa sio ya kwake tu, yanaenda kuleta matokeo makubwa kwa mtu mmoja au wawili, watu wanaomzunguka, matokeo halisi. These are the real souls. Na watu wa namna hii wengi huwa wana struggle. Sasa hiko ambacho jamaa ameuliza swali, ambao watu wengi mna struggle, ni mzunguko unaokufanya uwe katika kitu tunaita surviving mode, katika hali ya kujipambania, katika hali ya kupambana, katika hali ya kuweseka, katika hali ya kuhangaika, kwamba hiki kijakamilika nikamilishe, ile bado hujakaa vizuri, kuna hili deni linakuja na hujalipo, nakwambia tutakuchafua, tutakuja kuchukua si vitu vyako. Unakuwa kwenye stress muda wote. Kazini inawezekana wewe ndio mfanyakazi mzuri tu, lakini kila siku unaongezewa makazi, unapewa deadline za ajabu. Ulipewa program inaenda hapa wiki moja, wiki mbili, labda au tatu, umefanya vizuri, umeshaika ratiba yako, labda kwa wiki 3 nitakamilisha, ghafla unaambiwa deadline imebadilika, sasa hivi ni wiki moja tu umekamilisha. Unakuwa kwenye surviving. Angalia, mtu halisi anakuwa yani, mafanikio ya mtu halisi hayapo katika kujipambania, katika kupambana na kuhangaika, hayapo katika kutulia na kufanya mambo yake katika utulivu. Kwa hiyo unapokuwa katika utulivu na kuikumbuka nafsi yako na kuwekeza katika nafsi yako, unakuwa bora, na ndio utakuwa yule mtu ambaye sasa utakuwa na matokeo. Kwa hiyo mfumo, kwa sababu kumbuka kwenye sayari dunia kuna mifumo ambayo inafanya kazi against these people. Kuna mifumo inayonufaika na watu kuwa katika hiyo hali ya masumbufu na mahangaiko. Kwa hiyo inapoona mtu kama wewe ambaye mafanikio yako yataenda kumsaidia mtu mmoja kuwa huru, si unaelewa? So lazima wewe uzuiwe kuwa yule mtu unayetakiwa kuwa. Kumbuka hapa audili na mtu kama person, ni system, ni mfumo. Ni sasa kama kwenye mifumo ya kikompyuta kuna mfumo fulani, kuna program fulani ambayo ina lengo labda kuwasaidia watu kufanya jambo fulani kwa uhuru, labda kwa gharama nafuu na kuwasaidia watu. Alafu kuna mtu mwingine ananufaika na watu wanapohangaika kwenye kutumia huo mfumo na anawaibia pesa. Anapoona kuna mfumo ambao utawasaidia, anatengeneza kirusi ambacho kinaenda kuathiri huu mfumo halisi ambao unaenda kusaidia watu na mifumo mingine. So natakiwa uelewe hapo, ni swala la mawimbi, ni swala la masafa. Kwa hiyo nafsi yako iko na mawimbi fulani, hiyo channel ulionayo ya nafsi yako ni channel ambayo iko so real. Kwa hiyo inafanya kazi kwa ufanisi pale inapokuwa yenyewe. Sasa stress, hali ya kuhangaika katika mifumo inakuzuia usiwe wewe halisi. Kwa hiyo unakuwa una focus nje, unatumia nguvu, masaa mengi kupambana kutafuta hela, kulipia mahitaji mbalimbali na bills, unajisahau wewe mwenyewe. Sasa mtego ni huu.
unakuta watu wengi wakiwa katika huo mzunguko, na anakuwa anaona kabisa kwamba siko huru, anapambana awe huru. Sasa unapambana kuwa huru kwa kupambana zaidi. Yani unapambana kuwa huru kwa kupambana zaidi, kutafuta pesa, kwa kujiongezea overtime, kwa kufanya kazi 10. You will never be free in that way. Hii ni paradox. Hii ni namna ambayo ni kama inachanganya, lakini ni halisi. Yani huyu huru kwa kupambana, kujitahidi kupambana kuwa huru, kutafuta pesa zaidi, kuhangaika zaidi, kufight zaidi. Unakuwa huru kwa kukubali, unakuwa huru kwa kujisalimisha na kuanza kuwekeza katika nafsi yako. Kwa hiyo unapofanya kazi zako, unapofanya shughuli zako, furaha yako, kipaumbele chako kisiwe kuongeza zaidi. Nisikize vizuri. Target yako iwe katika vile katika zile shughuli unazozifanya zikusaidie kusustain, yani uishi maisha yako, kwa maana uweze kula, ufanye basic things. Sio unachukua unapambana, kama ni biashara unapambana, labda una mtaji wa milioni 1 kwa mfano, una mtaji wa 500,000, labda unapata faida inakusaidia kufanya shughuli zako na kusave labda 5,000 kwa siku kwa mfano, au 2,000 au 1,000 whatever. Lakini hiyo pesa ambayo unaenda kuisave unapambana zaidi kwenda kuiongezea kwenye hiyo biashara yako. Kwa mfano kwenye kazi, uko kwenye kazi fulani, inakuchukua muda, inakuchukua nguvu kiasi kwamba una hata muda wa kupata, yani inakunyang'anya nguvu zote kiasi kwamba huwezi kuwekeza kwako mwenyewe. Alafu ili upate hela zaidi unajiongezea overtime, unaenda kuongeza overtime. Nisikie point yangu kwamba sio uache kufanya kazi, fanya shughuli zako, fanya kazi zako kwa ajili ya kusustain, lakini ile ziada ndogo unaoipata iwekeze katika kupona. Unapoingia kwenye programs za uponyaji, ule ni uwekezaji kwa nafsi yako. Cha kwanza, utapata kitu ambacho pesa haiwezi kukupa. Utapata kitu ambacho mafanikio ya nje hayawezi kukupa: furaha ya ndani, amani ya ndani, utulivu wa ndani. Na unapokuwa na furaha na amani na utulivu wa ndani, na kuwa halisi, your true self, yule mtu wewe halisi, una activate code ya mafanikio yako. Unapokuwa mtu mwenye furaha, unapokuwa mtu mwenye amani ya ndani, unapokuwa mtu mwenye utulivu, unapokuwa mtu unayetembea na chapa yako halisi ya ndani, una activate kodi yako ya mafanikio. Utaanza kuvuta mafanikio halisi yanayotoka ndani yako, ambayo hayatakupa stress. Umeona hiyo paradox? Unapambana kuishinda stress ya pesa kwa kupambana nje, mwili, kuvuta mwili, kupambana na shughuli, kupata zaidi utoke kwenye hiyo stress ya pesa. Kumbe ni kinyume chake, inakuongezea, inakubakisha katika huo mzunguko wa kujipambania na kuhangaika. Unapokubali, unapojisalimisha, unapoamua kusema ninachokipata kidogo kinatosha, ngoja ni save kidogo kwa ajili ya kuwekeza katika nafsi yangu ya ndani, utu wangu wa ndani, uponyaji wangu wa ndani, ninunue kitabu cha kuniponya ndani, niingie kwenye program ya kuniponya ndani, nipate muda wa kusikiliza videos, nisikilize audios ambazo zitaniponya. Kumbuka hapo umepunguza mwendo. Hautakuwa unakimbizana kama watu wengine. Kwa hakika watu wengine watakuzidi kupata pesa. Utaanza kuona kwa sababu wengine wanafanya overtime na nini, wanapata pesa nyingi, wewe utakuwa unapata pesa nyingi. Lakini unachokifanya ni uwekezaji wa kweli. Uwekezaji kwa nafsi yako. Na uwekezaji ambao ukikulipa utakulipa maradufu. Sio kama unanielewa. Kuna kipindi nilikuwa nafanya shughuli, nakimbia. Si umeelewa? Naenda nakimbia, ikafika mahali nikaona nakosa hata mwendo, nabaki kama box tupu. Nakosa muda wa kuwekeza kwenye nafsi yangu ya ndani. Nimejisahau mimi mwenyewe. So what I did, ili nipate hiyo akili ya kupunguza mwendo, nilivotulia katika nafsi yangu, nilivotulia katika kama kinachokwambia, ndio nikapata idea ikaja. Kumbe kulikuwa kuna namna ambayo naweza kubadilisha kile nilichokuwa nakifanya kinanihitaji mimi niwe nakaa niweke mtu mwingine. Sio kwa kipato kikubwa zaidi, lakini kwa kipato ambacho kinatosha kunisustain, ili mimi niwe na muda wa kuwekeza katika uponyaji wangu, kujifunza, kusikiliza ndani yangu. And it pays, inalipa. Kama wewe ni nafsi halisi, wewe ni shujaa, hii point imekuhusu, basi huu ni wakati wako. Jiunge na program ya uponyaji tarehe 29. Tuna wiki moja tu ya kujiunga na program nyingine ya uponyaji. Tarehe 29 mwezi wa 6, Jumatatu ya wiki ile inayofuata tunaanza program. Karibu sana. Kama nafasi yako haikuruhusu kujiunga na program, basi kuna kitabu. Nunua kitabu. Tuna wiki moja, enda kukizindua.
kutoka uwanja wa mapambano. Hii ni mfumo wa uponyaji, sio tu kitabu, ni mfumo wa uponyaji. Kinaenda kukusaidia kujiponya wewe mwenyewe kimya kimya. Kuwa huru ni asili yako.